Wasanii na vijana wa Butula walalamikia uongozi duni wa viongozi wa eneo bunge hili la Butula, wakiwemo wasimamizi wa chama cha Edwa. Vijana hawa wanasema kwa miaka mingi sana viongozi hawa na wasimamizi wa Edwa wamekuwa wakitelekeza sekta ya usanii, ambapo wamekuwa wakiahidiwa badala ya kufanyiwa vitendo. Wasanii hawa wanasema kwa miaka mingi wamekuwa wakipewa ahadi tupu pale wanapoenda kutumbuiza. Butula viongozi vefukusunga wadodo vareha, yani hawaelewi maana ya cultural cultural ya Butula ya Marachi, kwa sababu ukiangalia tangu mimi nikuwe mdogo kitu inafanyikanga Butula ni kwamba tuko na timu inatoka Eldoret, tuko na timu inatoka Nairobi, tuko na timu sijui inatoka wapi. Wale watu kwanga wanatoka kwamba wamejipanga na wanajua kwamba wakikuja kucheza Butula namba 1 atapata pesa fulani, namba 2 atapesa pesa fulani na watatoka na vikombe. Hawa watu wote wachezaji wa mpira, sisi wachekeshaji, wasanii, madancers, wale wa kufanya nini, hizo cultural ni zile vitu zenye utamaduni. Hao watu pia wako na talanta ya kuimba, talanta ya kucheza na mpira, zote ni talanta. Sisi wote tumepewa talanta na tuna hii talanta, hatujakuja kufurahisha watu. Tunafaa hizi talanta tutumie at least to manage maisha yetu. Lakini unapata sisi wasanii hatuna budget yoyote. Sijui ni viongozi wa Busia ama sijui ni organizer wa events za Edwa ambazo zinafanyika Butula tarehe 26. Sijui ndo hawana mpango na wasanii wa Busia, because hakuna budget yoyote ya wasanii hapa Butula. Kila siku wakitengeneza hapa event, wasanii wakimaliza kuperform wanaambiwa kujeni kesho, wakikuja kesho wanapewa shilingi 1000. Kwa group moja mko watu 9. Mnakawana shilingi 1000 pesa ngapi? Hiyo pesa imesaidiaje msanii? Lakini wachezaji wakimaliza kucheza wanajua kwamba namba 1 atatoka na 1030. Hizo 1030 pia ni mara moja kwa mwaka. Alafu wenye wamechukua hizo 1030 ni watu kutoka Eldoret. Wamefaidisha aje wananchi wa Butula? Hapa Butula tuko na wasanii wengi wanaweza kuimba, tuko na wasanii wengi wanaweza kufanya comedy. Wasanii wakitaka kufanya comedy hapa, ukienda kukomboa kamera kama mimi ni sahihi nikikomboa kamera, most of the time nakomboanga 10,000 ama 15,000. So unapata hapa Butula tukisema tukiongoza ama MP ama hata governor aseme tu hapa Butula tuko na wasanii. Ukienda pale Funyula tuko na studio ya kutoa wimbo. Ukienda pale Bungoma tuko na studio ya kutoa wimbo. Ukienda Busia town tuko na studio ya kutoa wimbo. Mbona kwani hapa Butula mbona tusikue tu na mwananchi nini kiongozi mmoja aseme wasanii wakitoka hapa nini kutoa wimbo wakienda Nairobi wanatoanga almost na 25 ama 30,000. Tuseme tu nini kiongozi asema aeka hapa Butula studio ya kutoa wimbo na ikuwe kama ya serikali, instead ya kwenda Nairobi kutoa wimbo na 20,000 wakuja hapa Butula watoe na shilingi 5,000. Hawatakuwa wamesupport wasanii wa Butula. Alafu kwa hiyo studio wananunua makamera wanaweka pale. Ukitaka kutoa nini wimbo yako, ukitaka kutoa video yako, unaenda pale unakomboa kamera. Hata kama tutakuwa na mtu mwenye anatunza hizo vitu, unapewa na huyo mtu wao, mnaenda pale mnashuti, alafu unapeana pesa kidogo. Hawatakuwa wamesupport wasanii. Lakini kila siku ni football. Na sisi wasanii wenye wanadharau hapa Butula, wasanii wa kuimba na wasanii wa comedy, sisi ndio tunafanya at least hili Nairobi. Ukienda hii Butula, ukienda pale Nairobi ukiuliza Butula, at least sisi ndio tunafanyaka at least Butula sikikako pale Nairobi. Ukienda Mombasa at least sisi tunafanyako Butula sikika pale. Lakini hii mpira yenye inachezwa hapa, waniambie ni timu gani ishaitoka hapa Butula ikaenda ikacheza majuu? Ama mchezaji tu mmoja mwenye ashaitoka hapa Butula kulingana na hizi tournament zenye wanatengeneza, ashaienda huko nje akatoka kwa hizi tournament za hapa. Kila mheshimiwa ni tournament. Samia huko tunakuanga na Samia Cultural Festival. Mbona hapa Butula apart from Boxing Day, mbona tusikuweko tuna Marachi Cultural Festival? Tuseme tu wananchi wa hapa Marachi, tuko na wamama wanajua kucheza, tuko na wamama hawa kuvuruta kamba. Hawa wamama ukitengeneza na tukue na accessories, tuseme kwamba namba 1 atapata hii, namba 2 namba hii. Ukimpea huyo mama hiyo kikombe hata haisahau. Lakini hawana mpango nao. Wakikuja hao wasanii wakikuja hapa wacheze, wakishamaliza kucheza wanaidiwa kesho mkikuja inaisha hivyo. Wengine hata wanapigwa marungu kwa sababu wameenda kufanya nini? Kudai. So kama hawana budget ya wasanii watuambie, na sisi kama wasanii wa Butula tutahakikisha tumetengeneza chama kama wasanii wa Butula. In case mtu yoyote ama mtu wa serikali atake msanii wa perform hapa Butula, lazima atakuja kwa hiyo chama atuambie na sisi tumuelezee rules zetu. Akishindwa hizo rules zetu, aende atafute msanii huko Samia, ndio sasa tukuje live tuseme kwamba viongozi wa Butula hawana mpango na wasanii wa Butula. Kama si hivyo, Butula itabaki the same. Tuko hapa na msanii anakuanga hapa Butula anaitwa Oluba. Oluba ameanza kuperform hapa tangu nikiwa mtoto, sijui class 4. Tangu hiyo siku mpaka sasa hiyo Oluba bado ni Oluba. Kama viongozi wa Butula wangekuwa wanaheshimu wasanii na wana respect na wana support, sasa hiyo Oluba angekuwa na perform Citizen. Lakini kwa sababu amemzoesha 3,000, 5,000, 6,000,
akimaliza nagawa watu wake shilingi 300 alafu anabaki the same, anaenda wapi? So viongozi wetu wamedunisha sana culture yetu ya Butula, na hii kitu tunataka kuongea, na mimi nitaongea, wakinichukia wanichukie, wakinifukuza wanifukuze, kwa sababu hapa ndo kwetu. Kwa majina naitwa Tyson. Mimi ni kijana kutoka hapa Butula, mmoja ya viongozi wa vijana hapa. Na mimi nataka kuwaomba ama kuwarai viongozi wetu. Sisi kama vijana, we need a fair platform. Sisi kama vijana, wale vijana wa chini, wale vijana maskini wananyanyaswa. Wale vijana wa chini hawana ile platform ya kupata kitu, atu wanaweza enda pale waombe kazi bure. Kama sisi vijana hapa Butula, mtu yeyote hapa Butula akitaka kuandika mtu jeshi ama polisi, lazima auze shamba. Ni lini sisi pia kama watu wa Butula tutai sema tu huyu ameenda bure, huyu ameenda bure? We don't have that fair platform. That is what we want. Alafu vijana wenzangu, hao viongozi hao watu kama politicians wametutumia kwa muda mwingi. Sasa hii unapata kiongozi amekuja anasanya mabodaboda, anasanya vijana na mapikipiki, ati waingie hapa na waingie hapa na makelele. Hiyo makelele unapewa shilingi 200, unapewa shilingi 1000, unaanza kupigana na wenzako. Sisi kitu tunaomba kama vijana, we must change our orientation. Ile vitu ya shilingi 200, 1000 hiyo tuachane nayo, tukuje pamoja, tushikane, tuungane, tubadilishe uongozi mbaya. Unaona kama hii ni ya Edward. Hii uongozi ya Edward si mzuri. Hao watu wakipewa hapa pesa, wanaona sasa football ndio kila kitu hapa. Kuna wasanii, kuna watu wanaimba, kuna watu wanakimbia mbio, kuna watu wanafanya comedy. Hao watu wamesahaulika. Wanaona tu ati football ndio talanta ya kupeleka mtu. Hata ukiuliza hapa Butula, hii football imaipeleka nani hata majuu huko? Hakuna. Unaona? So wafungulie hao wasanii wadogo wa chini milango, so kila mtu at least apate fair platform, afanye kila kitu anaweza fanya. Na vijana wenzangu, tushikane kama sisi watu wa Butula. Tuache kugawanyika. Tukigawanyika hao viongozi wanatumanipulate rais. Lakini tukishikana hivi, tukisema hii uongozi ya huyu ni mbaya, inakuwa mbaya, tunafanya kitu hao leaders wamekuwa wezi tu. Wanaiba tu, alafu because wanajua shida yetu, our worth is 200 bob, wanajua huyu akileta shida, akisema kitu hapa, anaitwa hivi kidogo, anapewa shilingi 2000, 3000, ananyamaza. Sisi kama vijana wa Butula tunataka tukuje pamoja, tuelewane na tufukuze uongozi mbaya. Butula need a change, and if we must change, we need to change with a better option. Politically lazima tubadilishe. Juu uongozi sisi hatufurahii, na hii uongozi haifevi sisi. Hii uongozi ina favor watu kidogo ambao wenye wako na connection wapi. Kwa hiyo nini sasa sisi watu wa chini, ni lini tutaisonga mbele? Ni lini tutaiinuka? Kama kweli hii uongozi ndio upate kitu, lazima ukue umeshika mfuko. Hatuna fair platform. We need a fair platform. So our leaders, we need a fair platform. We don't need connections. We need a fair platform. Ule akifanya ile kitu yenye anaweza fanya afanye. Yule pia mwingine akipata hii chance, hata kama ni mtoto wa maskini aje, pia yako na right ya So we need a serious leader. We need a leader of dignity without pretense. Unasikia? So watu wa Butula, let us make a change. Thank you. Okay, asante. Kama mwanamuziki ambaye mimi kwa majina naitwa Jiba Jibaba, jina lenye linajulikana. Na hapa hivi kwetu hapa Butula, mimi ninakuwa na malalamishi mara mingi. Manake ni kitambo sana tuko na mambo ya muziki hapa, tunalilia corruption, hatuzongi mbele. Na hii serikali yetu ya Butula, haswa mheshimiwa yule anatuwakilisha bungeni, yeye amezembea upande wetu, na hata tulikuwa tunaomba kama ameshindwa na kazi, at least wananchi wa Butula wafanye changes, huyu mtu atoke, kwa sababu kama sisi wasanii hatusaidii kabisa. Na tunaomba serikali kuu ikiwa inasikia malilio ya wananchi wa Butula, isiangalie mbunge huyu peke yake, iangalie hata malalamishi through TikTok, through media vile tunalalamika, ili pia waconsider wasanii. Sisi tunaimba muziki mzuri sana hapa, tunafanya mambo mingi, lakini hapa wameweka tu akili kwa mpira, na hiyo mpira imewekwa siku moja. So sisi tunaomba kama wanamuziki wa Butula hapa, wasanii wa Butula hapa, ikiwezekana tufunguliwe, tupewe studio hapa, tupewe equipment zenye zinaweza manage mwanamuziki. Tukifikiri tukipewa kitu kama hiyo itakuwa imefanyika mzuri. Na